Ukweli mchungu ni huu. Kama bado unafanya kazi ili upate pesa, basi bado haujaanza mchezo halisi wa utajiri. Matajiri hawafanyi kazi kwa pesa. Pesa ndio inawafanyia kazi. Swali ni hili, wewe uko upande gani wa mchezo? Acha tuendelee na kitabu cha Rich Dad, Cash Flow Quadrant. Hii ni sauti ya kurasa. Tukiendelea kuzama kwa kina zaidi katika dhana ya robo 4 za mtiririko wa pesa, kama ilivyoelezwa na Robert Kiyosaki katika kitabu chake Cash Flow Quadrant, tunafika katika eneo ambalo si watu wengi hulifikia, eneo la upande wa kulia wa robo hizi, yaani B, business owner, na I, investor. Hapa ndipo mchezo wa kweli wa kifedha unapochezwa, na hapa ndipo tofauti kati ya kuishi maisha ya kawaida na kujenga utajiri wa kudumu inaanza kujitokeza wazi wazi. Unapoingia katika robo ya B, unaanza kuona dunia kwa mtazamo tofauti kabisa. Huu si ulimwengu wa kufanya kazi kwa bidii peke yake, bali ni ulimwengu wa kufikiria kimkakati. Mtu wa robo hii anatambua kuwa muda wake ni rasilimali yenye kikomo, hivyo hawezi kuendelea kuubadilisha kwa pesa milele. Badala yake, anachagua kujenga mfumo ambao unaweza kuendesha shughuli za biashara bila yeye kuwepo muda wote. Hapa ndipo dhana ya kweli ya umiliki wa biashara inapopata maana. Sio tu kuwa na duka au kampuni ndogo ambayo haiwezi kufanya kazi bila wewe, bali ni kuwa na taasisi inayoweza kusimama yenyewe. Fikiria kwa mfano, biashara kubwa ya mawasiliano, benki au kampuni ya usafirishaji. Mmiliki wake hamki kila siku kwenda kusimamia kila mteja au kila muamala. Badala yake, ameweka mifumo madhubuti, ameajiri watu sahihi na ameunda utamaduni wa kazi unaojisimamia. Hapa ndipo mbinu za OPT, Other People's Time, na OPM, Other People's Money, zinapopata nguvu yake kamili. Mtu wa robo ya B anajua kwamba hawezi kufanya kila kitu mwenyewe, hivyo anajenga timu ya watu wenye uwezo mkubwa, mara nyingi hata wenye akili na ujuzi zaidi yake, ili kuendesha sehemu mbalimbali za biashara. Anakuwa kama msanifu mkuu wa mfumo, si mfanyakazi ndani ya mfumo. Katika hatua hii, mabadiliko ya kiakili ni makubwa sana. Badala ya kuuliza nifanye nini ili nipate pesa zaidi, mtu wa B hujiuliza ni mfumo gani ninaweza kujenga ili uzalishe pesa bila mimi. Hili ndilo swali linalobadilisha maisha. Kwa sababu mara tu unapofanikiwa kujibu swali hili na kulitekeleza, unakuwa umevunja ile minyororo ya utegemezi wa muda wako binafsi. Unaweza kusafiri, kupumzika, au hata kuanza miradi mingine huku biashara yako ikiendelea kukuletea mapato. Lakini safari hii si rahisi. Inahitaji ujasiri mkubwa wa kukubali hatari, uwezo wa kushindwa na kujifunza, pamoja na nidhamu ya kujenga kitu kwa muda mrefu bila kuona matokeo ya haraka. Watu wengi hukwama katika robo ya S kwa sababu wanahofia kupoteza udhibiti au kuamini kuwa hakuna mtu mwingine anayeweza kufanya kazi vizuri kama wao. Lakini ukweli ni kwamba ili uvuke kwenda kwa B, lazima ukubali kuachia baadhi ya udhibiti na kuamini mfumo. Tunapovuka kutoka robo ya B kwenda robo ya I, tunafika katika kilele cha uhuru wa kifedha. Hapa ndipo pesa yenyewe inakuwa mfanyakazi wako. Kama katika robo ya B ulikuwa unatumia watu na mifumo kuzalisha mapato, katika robo ya I unatumia mtaji wako kuzalisha mtaji zaidi. Hapa hakuna tena haja ya kusimamia wafanyakazi kila siku wala kujenga mifumo mikubwa ya uendeshaji. Badala yake, unachambua fursa, unawekeza na unasubiri matokeo. Mwekezaji wa kweli haongozwi na hisia bali na takwimu. Anaangalia mwendo wa masoko, anapima hatari dhidi ya faida na anachukua hatua kwa msingi wa taarifa sahihi. Anaweza kuwekeza katika hisa, hati fungani, mali isiyohamishika kama majengo ya kupangisha au hata hakimiliki kama vile mziki, vitabu au teknolojia. Kila uwekezaji anaoufanya una lengo moja kuu, kuzalisha mapato ya kudumu bila kuhitaji uwepo wake wa moja kwa moja. Katika robo hii, dhana ya passive income inakuwa hai. Hii ni ile hali ambapo pesa inaingia hata wakati wewe haupo kazini. Unaweza kuwa umelala, unasafiri au unafanya jambo lingine kabisa, lakini akaunti yako inaendelea kuongezeka. Hii ndio ndoto ya watu wengi, lakini wachache sana wanaifikia kwa sababu inahitaji nidhamu ya juu sana ya kifedha, uvumilivu na maarifa.
Kinachofanya robo za B na I kuwa za kipekee ni dhana ya leverage, uwezo wa kutumia rasilimali chache kuzalisha matokeo makubwa. Kwa mtu wa B, leverage ni watu na mifumo. Kwa mtu wa I, leverage ni mtaji na masoko. Wote wawili hawafuati tena ile kanuni ya zamani ya muda ni pesa, bali wanafuata kanuni mpya ya mfumo au mtaji ni pesa. Hii ndio siri kubwa inayowatenganisha matajiri na watu wa kawaida. Hata hivyo, changamoto kubwa katika robo hizi si ukosefu wa pesa kama wengi wanavyodhani. Ukweli ni kwamba changamoto ni ukosefu wa elimu ya kifedha na uwezo wa kudhibiti hofu. Hofu ya kupoteza pesa, hofu ya kushindwa na hofu ya kutokuwa na uhakika huwazuia watu wengi kubaki upande wa kushoto wa robo hizi. Lakini wale wanaothubutu kuvuka upande wa kulia wanagundua kwamba hatari kubwa zaidi si kupoteza pesa, bali ni kutojaribu kabisa. Kwa hiyo, safari ya kuelekea robo za B na I ni safari ya mabadiliko ya ndani kabla ya kuwa ya nje. Ni safari ya kubadilisha mtazamo wako kuhusu pesa, kazi na maisha kwa ujumla. Ni safari ya kutoka kuwa mtumwa wa muda wako hadi kuwa mbwana wa mifumo na mtaji wako. Na mwisho wa safari hii si tu kuwa na pesa nyingi, bali ni kuwa na uhuru wa kweli. Uhuru wa kuchagua unachotaka kufanya na maisha yako bila kuzuiliwa na hitaji la kufanya kazi kwa ajili ya kipato cha kila siku. Hapo ndipo maana halisi ya utajiri inapopatikana. Sio kiasi cha pesa ulichonacho, bali ni kiwango cha uhuru unaopata kutokana na pesa hiyo. Kama unataka kutoka kwenye maisha ya kubadilisha muda wako kwa pesa na kuanza kujenga mifumo inayokulipa kila siku bila wewe kuwepo, basi usiishie tu kusikiliza. Anza kuchukua hatua sasa. Jifunze, badilika na anza safari yako kielekea upande wa B na I leo. Na kama uko tayari kweli kubadilisha maisha yako, anza kwa kushare hii na mtu mmoja ambaye unajua bado yuko trapped upande wa kushoto. Na usisahau kusubscribe kwa mafunzo zaidi.